Karibu mwana michezo kwenye exclusive za Ava TV. Mimi naitwa Latifa Anafi, nyuma ya kamera hapo ni Wilvin Trends. Tukiwa kwenye kipindi cha michuano ya AFCON ambayo tayari pazia la ufunguzi limeshafunguliwa pale Morocco, na mechi hiyo mechi ya kwanza kabisa ikichezwa na mwenyeji wa mashindano haya Morocco pamoja na Comoros, mechi ambayo mwenyeji Morocco amepata nafasi ya kushinda kwa jumla ya magoli 2-0. Leo hii pia ratiba zitakuwa zinaendelea, lakini jambo kubwa ambalo limepanga kukuletea ni kuhusiana sasa na mashabiki ama msanii kutoka Tanzania ambaye amekuwa akiipa support sana timu ya taifa pale ambapo inakuwa inacheza kwenye viwanja hapa Tanzania, lakini mara kadhaa pale inapokuwa inacheza nje ya nchi. Lakini pia amejaribu hata kuweza kuandika nyimbo mbalimbali na kuweza kurekod, na huyu si mwingine ni Fobi. Unaweza kukubaliana na mimi kwenye ule wimbo wa Taifa Stars na nyimbo nyingine kuhusiana tu na timu ya taifa ya Tanzania. Sasa hivi karibuni Fobi takriban siku moja iliyopita kwenye ukurasa wake wa Instagram pale ameweza andika lifuatalo kuhusiana na michuano hii ya AFCON ambayo Tanzania inashiriki, na mchezo kwanza wanaanza kucheza dhidi ya Nigeria Disemba 23 kwa maana ya Jumanne ya wiki hii. Msanii Fobi anasema kwa mfano, wadau wa soka mkiamua mimi niende Morocco nikaishangilie Taifa Stars, nikaipigie kelele nikiwa jukwaani, mnashindwa kweli? Kuangalia hizi mechi za taifa langu kwenye TV na hisi nitaumwa sana. Napenda sana football, naipenda sana Stars, ila budget imenihukumu Morocco mbali. Haya makampuni, wadau wa soka, nisindikizeni Morocco, akimaliza kwa logo ya taifa. Sasa hapa nikasema niweze kupata taarifa hizi kwa undani zaidi na nijue kipi hasa ambacho kimempelekea msanii huyu wa muziki Fobi kuweza kuandika hivi. Nadhani tutajua mengi zaidi kutoka kwake msanii huyu Fobi kuhusiana na kuyahusisha wadau, makampuni mbalimbali ili tu aweze kwenda kushiriki kwenye michuano hiyo ya AFCON ama kwenda kutazama. Fobi, habari? Salama, mambo? Poa kabisa, unaendeleaje? Mimi naendelea poa. Unafuu upo? Uko sawa sawa. Hebu tuanze na ule wimbo wako mpya kabisa, tupate vibe kwanza kabla ya maswali mengine hayajafuata. Wimbo wangu mpya upi, wa michezo ama wimbo upi? Wa michezo. Okay. Ule kwanza unaitwa TSA, Tanzania Sports Anthem. Sisi kama mashabiki tumeshajidhatiti, iwe nyumbani ugenini, tutakuwa na nyinyi sambamba, inyeshe mvua liwake jua, ni timu yangu vyote nitavipokea, iwe kucheka ama kulia, ni timu yangu vyote nitavipokea. Oh viva Tanzania, viva! Oh viva wacheza paliko nyuma yenu, viva! Oh viva, viva, viva! Kama hivyo. Hongera sana kwa uandishi huu mzuri ambao unatupa nafasi ya kuburudika nao kwenye mashindano haya makubwa kabisa ya AFCON. Nashukuru sana, shukrani mno. Sasa Fobi bwana, nimeliona andiko lako kwenye mtandao wa Instagram ukihusisha wadau mbalimbali, makampuni ili tu iweze kukupa tafu kuelekea pale nchini Morocco ambapo michuano ya AFCON inaendelea hivi sasa. Pengine utuambie kwa kina kipi ambacho kimekusibu mpaka kuweza kuandika andiko lile ambalo limegusa hisia za watu wengi. Of course Tanzania hakuna mtu asiyejua kuwa mimi napenda sana michezo.
Yani sio tu mpira wa miguu, napenda michezo, lakini michezo ya nchi yetu ndo zaidi. Yani napenda sana football, napenda sana michezo yote in general. Kwa hiyo sijui kile ikuta nini, yani nimekaa tu nimewaza mpaka leo niko Tanzania, sijaenda Morocco na natamani kuwepo kule. Kwa hiyo ikanisukuma nikaandika kitu kama kile, lakini huwezi amini, yani sijui imekuwaje mpaka nikaandika. Yani unajua mitandao bana, wakati mwingine basi tu, yani mimi mwenyewe nikisoma natamani nifute, lakini nimeamua tu kuiacha hiyo post. Lakini sio kwamba ni kitu ambacho nilipanga au nilidhamiria moja kwa moja. Unajua ni mzuka tu ambao ulinikuta nikaandika. Ndio maana nakuta kama niliandika kimasiara hivi, wadau wa soka kweli mnaweza kushindwa kunipeleka Morocco, umeelewa kitu kama hicho. So haikuwa official sana, japo kuwa watu wengi wamereact na hiyo post. Yeah. Sasa utaratibu huoje? Tayari umeshapata nafasi ya kwenda huko Morocco ama bado? Hapana, mimi sijapata nafasi yoyote. Nipo tu nitaangalia kupitia Azam. Kwa maana hiyo hautakwenda kama ambavyo tulishuhudia 2023 ulivyokwenda pale Ivory Coast. Sidhani. Kuna vitu vyangu vikikaa sawa nitaenda nitaenda kushangilia angalau hata mechi moja nione timu yangu ya taifa. Na tamani sana, lakini kuna vitu vyangu bado havijakaa sawa. Vikikaa sawa nitaenda. Kuna mambo ya kifamilia, kuna mambo mbalimbali, kwa hiyo hivyo yani. Pengine kuna watu ambao wanajaribu kunasibisha andiko lako na kukosa support pengine kwa viongozi wa shirikisho la soka ama hata wa serikali ambao wangeweza kukupa tafya wewe kwenda huko kuipa support timu yako. Hili lina ukweli wowote kwamba umetelekezwa kwa namna moja ama nyingine? Hapana bana, mimi huwa naona kawaida. Yaani unajua mimi nafanya kwa ajili ya nchi yangu. Na mara nyingi napenda kurudia hii sentence. Huwa sifanyi kwa ajili ya sifa ama pesa, japo vikija sivikatai. Unanielewa? Kwa hiyo sijui nikwambiaje, natamani kila mtu awe kama mimi. Yani awe mzalendo, afanye vitu kwa ajili ya nchi yake. Unanielewa? Ndio maana wakati mwingine najilaumu sana kuposti, kuweka hiyo posti. Unanielewa? Lakini kwa sababu mimi nafahamika na tayari nimeshaenda viral, hata nikifuta haina maana yoyote, watu washa screenshot. Nimeona watu wengi sana wameshare, unanielewa? Kwa hiyo ni kitu ambacho kidogo mimi nimejisikia vibaya baada ya kuposti kile kitu. Sijui nilikuwa na mizuka gani, maskini ya Mungu, mpaka nikaposti. Lakini kuhusu kutelekezwa, sijui vitu gani, ni vitu ambavyo mimi sitaki sana kuviongelea, lakini mimi nafanya jukumu kwa ajili ya nchi yangu. Unajua wewe unaelewa, nimefanya Taifa Stars, nimefanya Twiga Stars, nimefanya Tanzania Sports Anthem, nimefanya wimbo wa Chani ambao hakukuwa na wimbo mwingine na ulifanya vizuri all over Africa, umenielewa? Lakini sipo kwa ajili ya kupata sifa ama kupata kitu chochote, ila mimi nafanya kwa ajili ya kuacha legacy. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao walijiuliza nifanyie nini nchi yangu ya Tanzania, na sio Tanzania nifanyie nini mimi, mtu kama mimi, unanielewa? Kwa hiyo tayari na legacy yangu, hata nikifa leo watu watajua kuna mtu alikuwa anaipigania sana Tanzania kwenye upande wa michezo. Kwa hiyo iko hivyo. Sawa, unajiona miaka ya mbele huko au hata kwenye michuano ya AFCON ambayo itakuja kufanyika hapa nyumbani, kwa mfano 2027, tukuone na wewe kwenye stage ile ya AFCON kama ambavyo msanii Davido alivyoperform kwenye ufunguzi wa michuano hii ya AFCON pale Morocco, na wasanii wengine kama kina French Montana? Of course sidhani kama kuna mtu anafanya kazi fulani alafu hataki kuona matunda yake. Unaelewa? Natamani siku moja niweze kuperform hizo nyimbo, kwa sababu ni nyimbo ambazo kweli zinapokelewa vizuri. Nikipata nafasi it's okay, nisipopata pia sitolaumu, kwa sababu lengo langu la kwanza ni ujumbe ufike kwa Watanzania na tuweze kusupport nchi yetu. Na nielewa, yani hilo ndio linakuaga lengo langu la kwanza kabisa. Kwa hiyo kama linatimia hilo lengo, natengeneza wimbo unafanya vizuri na kila mtu anajua, serikali ina appreciate, kwa mfano kama hivyo, kwa kutumia nyimbo zangu. Ukiangalia kwenye page za wizara, BMT, wapi kote wanatumia nyimbo zangu, umeelewa? Kwa hiyo hiyo mimi pekee inanipa nguvu
na kwamba nafanya kitu cha kipekee na uzuri, yani niko peke yangu, yani sina mshindani kwenye nchi yetu. Kwa hiyo mimi nafanya hivyo kwa ajili ya kutengeneza legacy ya nchi yangu na mimi mwenyewe pia. So ikitokea nafasi nikipata it's okay, nikikosa pia it's okay, wala sina neno. Sawa, tupate neno lako kuelekea mchezo wa kwanza wa Tanzania ambao itakwenda kucheza dhidi ya Nigeria Disemba 23 kwenye mji ule wa FES. Of course kundi ni gumu. Tunafahamu kwamba Nigeria wana wachezaji quality ambao wanacheza Ulaya walio wengi kwenye ligi za kiushindani kabisa. Lakini mtu yeyote anaweza kufanya kitu chochote popote pale. Unanielewa? Ili mradi yuko vizuri kwenye upande wake. Unanielewa? So mimi naamini Baka anao uwezo wa kumkaba Osman, lakini pia Job anao uwezo huo. Tuliona walimzuia Gurasi ambaye anacheza Dortmund, kama unakumbuka kwenye kufuzu hii AFCON, tulicheza na Guinea. Kwa hiyo inawezekana, kitu chochote kinawezekana. Tunao uwezo wa kufanya kitu chochote. Tunashangaa tunamng'ang'ania kuoni Nigeria. Tunataka naye moja anatufunga goli, lakini sisi tunaenda kupiga kona, mchezaji wao anashika, tunapata penalty. Ushindi unapatikana. Mechi mpaka dakika 90 bila 1-1. Tunakutana na Uganda tunamkamua, tunakutana na Tunisia tunatoa nao sare, tunaondoka sisi na Nigeria kwenye kundi. So chochote kile kinawezekana kabisa. Na unatamani kuona angalau kwenye hatua gani mbali na haya makundi ambayo tumefanikiwa kucheza kwa msimu huu, lakini pia kwa mashindano yaliyopita? Of course mimi natamani tu Tanzania ifanye vizuri mwisho wa siku. Yaani unajua hata malengo yangu mimi yalikuwa wakati natengeneza hizi nyimbo, kwa sababu nchi yetu sisi wa Tanzania hatupendi nchi yetu. Yaani tunapenda soka lakini hatupendi timu yetu ya taifa. Kwa hiyo moja ya ndoto zangu mpaka mimi naamua kutengeneza haya ngoma ya motivation na nini, lengo langu wa Tanzania tu support timu yetu. Lengo langu timu yetu ifanye vizuri. Kwa mimi malengo yangu yote natamani nchi yangu iweze kufika nafasi nzuri ili kuweza kuwacheka watu ambao wanaongea mbovu kwa ajili ya nchi yao ama kwa ajili ya timu yao ya taifa. Unanielewa? Watu wengi wanaipa asilimia ndogo, watu wengi wanaing'onga, wanaongea hivi, lakini at the end of the day Mungu ndo ambaye anapanga kitu chochote kile. Kwa hiyo natamani kuona Tanzania inafanya vizuri na naamini itakuja tu kufanya vizuri. Sawa, asante sana Fobi na Mungu akupe rehema zake. Nashukuru sana Ese, na wewe ubarikiwe sana pia. Amina. Amina. Mwanamichezo huyo ni mwanamuziki Fobi, ameelezea hapo kwa kina kile ambacho kilipelekea mpaka kuandika andiko hilo kwenye ukurasa wake wa Instagram, akiwataka wadau lakini makampuni kuweza kumpa support ya yeye kuweza kufika pale nchini Morocco kwa ajili ya kuishuhudia Taifa Stars ikipepetuana kwenye michuano hiyo ya AFCON. Na ameeleza kwamba ilikuwa tu kwenye ujinga, lakini baada ya kuona kwamba imeshaondoka hawezi kufuta, anaacha, lakini sio kwamba alikuwa anamaanisha hivyo. Mimi naitwa Latifa Anafi, nyuma kamera ni Ulvin Trends. Hii ni Ava TV, hakikisha unatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii.